Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 54 mstari wa 15 mpaka wa 17. Ninasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 54 mstari wa 15 mpaka wa 17. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Ongea nami Roho Mtakatifu, ongea nami Mfalme, ongea nami Roho Mtakatifu, ongea nami Mfalme. Neno lako litanipa nguvu, neno lako litaniongoza. Ongea nami Roho Mtakatifu, ongea nami Mfalme. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa upendo na uaminifu wako mwingi, na nibariki jina lako kwa ajili ya mchana wa leo, kwa kuwa Bwana unahitaji kuongea na kusanyiko hili ambalo Bwana Mungu limekusanyika si kwa hasara bali kwa faida. Ninaomba jidhihirishe wewe mwenyewe kwamba Bwana una makusudi, maana hizo ni silaha zako za ushindi katika vita vya nyakati hizi za hatari. Roho Mtakatifu Mungu, ongea nasi Bwana, katika jina la Yesu, amen. Bwana asifiwe. Andika silaha ya imani, silaha ya imani. Andika silaha ya imani. Mungu amesema na sisi toka asubuhi juu ya umuhimu wa maisha yako kama mtu uliokoka, na umuhimu wa maombi katika maisha yako, ili Mungu akuimarishe, ili Mungu akutumie. Sasa neno la Mungu linasema leo juu ya silaha ya imani. Ninaomba nikufundishe kidogo, kwa sababu ukikaa kanisani, kaa mkao wa kufundishwa, kaa mkao wa kupokea kwa nia ya kufundishwa, ili baada ya hapo kutumia kujifunua kwa ulimwengu kupitia wewe, na Mungu aweze kubarikiwa na maisha ya utumishi wako. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema habari ya silaha ya imani, lakini nataka ujue maana ya silaha. Bwana asifiwe. Imani kama ilivyo, ukiita silaha unaweza usijue inakuwaje imani iwe silaha mpaka ufahamu maana ya silaha. Bwana asifiwe. Silaha ni nini? Silaha ni kitu gani? Silaha ni kitu gani? Ukitaka kuandika, andika silaha kwa makusudi ya kujilinda ama kushambulia, ya kujilinda
ama kuharibu. Bwana asifiwe. Unajua mwanamke anaweza akashika kisu jikoni akaanza kukata vitunguu na nyanya na nini kila kitu. Kile kisu ni silaha? Je, kile kisu ni silaha? Sio silaha. Hakiitwi silaha kwa sababu kimeshikwa na mama jikoni, anatengeneza vitunguu na nyanya. Akae mahali giza limeingia na amekaa mahali anataka kupora watu, halafu kashika kile kisu alichoshika yule mama akakatia vitunguu. Kile kisu kitakuwa nini? Kitakuwa silaha. Wewe ngoja, kuna wanawake wanatumia nini, kinu na mchi, wanatwanga hivi, wanatwanga punga, mahindi na nini, vitu mbalimbali wanatwanga kwa nia ya kutengeneza chakula, unga sijui na vitu gani. Ule mchi na kinu ni vitu gani vile? Ni vifaa tu vya kutengeneza. Hujawahi kusikia mwanamke au mwanaume kamuua mmewe kwa kutumia mchi, kampiga nao kichwani akamuua? Mmewahi kusikia hiyo kitu? Ile mchi sasa yule mama aliutumia kama nini? Silaha ni nini? Sasa silaha kitu gani? Makao makuu ya silaha iko wapi? Kama mtu anatengeneza kwa nia ama ya kujilinda ama ya kushambulia, silaha iko kwenye nia yako. Bwana asifiwe. Kilichofanya kitu kiitwe silaha ni nia yako. Juzi nimesikia kuna binti mmoja, si nani, huko Tabora, mwanafunzi wamekaa likizo, wanasema wengine likizo, walimu wakasemaje? Wakasema kwamba wewe kwa sababu maendeleo yako hayakuwa mazuri darasani, wenzako watakwenda likizo, wewe utabaki ili tukufundishe zaidi. Nia ya walimu ilikuwa nini? Nia ya walimu ilikuwa wamuinue katika ufahamu wake. Lakini baadaye wenzake walikuwepo watatu wanne pale, wakasikia kimya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Baadaye wakaja kusikia harufu fulani haieleweki. Wewe tukaangalia, wakamkuta yule binti kajifanyaje, kajinyonga kwa kutumia nini? Shuka. Ile shuka wakati anajifunika kwenye baridi ilikuwa silaha? Haikuwa silaha, lakini alipogeuza nia akaifunga ile shuka katika nini, katika kitu gani kule, akajifunga shingoni, ile shuka ilitumika kufanyaje? Ikamuua. Shuka ile ikamuua. Kwa hiyo shuka iliungana na nia ya yule mtoto kumuua, imefanyika silaha, ikamuua. Bwana asifiwe. Ninasema nawe kuhusu silaha ya nini? Silaha ya imani. Silaha ya imani. Sasa kaa chini hapo, usiondoke. Tulia nikwambie kwa nini imani ni silaha. Na nimekwambia habari ya silaha kwamba kazi yake ni mbili. Ama uitumie kwa kujilinda ama ujitumie kwa kushambulia. Silaha itatumika ili ikulinde na silaha itatumika ili ushambulie mwingine. Hivyo ndivyo inavyotumika imani, kwamba itatumika kukulinda na itatumika kushambulia. Mungu anasema kwamba watajipanga kwa ajili yako, lakini hawatafanikiwa. Lakini neno la Mungu linasema kila silaha, kwenye Isaya 54 mstari wa 15-17, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanyaje? Haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaonena vibaya kwako wewe utakuwa umeuhesabu kuwa ni mkosa. Kwa nini? Huo ndio urithi wa watakatifu wa Mungu, asema Bwana. Sasa ngoja. Neno la Mungu katika kitabu waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 6. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 6. Sura ya 6 ya kitabu cha Waefeso. Ngoja tusome sura ya 6 ya kitabu cha Waefeso, naanze mstari wa 10 mpaka 18. Tusikie tena leo katika ufunuo mwingine. Bwana asifiwe. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kuzipinga hila za. Anasema habari ya kuvaa silaha, lakini Paulo anaambia watu habari ya kuvaa silaha za kufanyaje? Za kujihami, za kushambulia, za kujihami, za kujilinda na mashambulizi haya. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haya, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Silaha alizomwambia Paulo wa Efeso, wasema wavae silaha za nani? Silaha za Mungu. Silaha alizomwambia silaha za Mungu. Imani ni silaha ya nani? Silaha ya Mungu. Anakupa wewe. Mungu ana silaha yake, amekupa wewe. Silaha hiyo inaitwa imani. Silaha hiyo itakusaidia kujilinda na itakusaidia kushambulia adui. Silaha moja ya imani. Nimekwambia mapema habari ya kisu na mama jikoni, nikakwambia habari ya kisu na jambazi mtaani gizani. Kwa nia mbaya kisu kitatumika kuwa silaha, na kwa nia njema mama atatumia kisu kutengeneza viungo vizuri, vizuri ya vitunguu na nyanya na kila kitu, mule chakula kizuri. Bwana asifiwe. Paulo anasema hivi, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tuupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Bwana asifiwe. Silaha zote za Mungu amesemaje? Ni za kujikinga. Kataja ngao, kataja tayari, ametaja vitu alivyotaja. Anaendelea anasema, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale. Tena ipokeeni chapa ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Bwana asifiwe. Wewe ngoja tuangalie habari ya silaha hizi za Mungu. Hivi silaha hizi ukizisoma zote ni za kujihami. Iko silaha mmoja wapo ya kushambulia. Silaha gani hiyo? Upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Upanga wa Roho unaupata kwa nini? Kwa kupitia nini? Upanga wa Roho, upanga wa Roho ambao ni nini? Ni neno la Mungu. Upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema kwamba imani huja kwa sikia neno la Mungu. Bwana asifiwe. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Silaha hii ya imani ambayo Mungu ametoa ili umshambulie adui ni silaha ya neno la Mungu. Silaha ya neno la Mungu ndio utakayoitumia kumshambulia adui, huku ukiwa tayari umefunga utayari miguuni, umevaa chapeo ya wokovu, umevaa dirii ya haki, umejifunga kweli viunoni na kila kitu, umejikinga vizuri, ili Mungu atakayesema kwamba wewe
nimekwambia kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaonena yako utahukumiwa, na kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa. Watajipanga, hawatafanikiwa. Ni sharti neno hili la Mungu litimizwe kwako kwanza, ukiwa umevaa silaha za kujikinga, kwa sababu neno la Mungu linatuambia mishale utakayoizuia ya mwovu shetani kwa kutumia ngao ya imani ni mishale ya namna gani? Mishale ya moto. Shetani anatupa mishale ya moto. Mishale ya moto, mishale hiyo inataka kukuangamiza wewe. Lakini ni namna gani unapokwenda mbele za Mungu kumwomba Mungu? Unatumia neno la Mungu kwamba imeandikwa kuwa mimi hapa nilipo, kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa, na kila ulimi, imeandikwa kwamba mimi ni mteule wa Mungu na hakika Mungu amenipa. Lakini wakati huu badala ya kuangalia nafsi yako kwamba huna silaha yoyote ambayo mshale wa shetani ukipiga utakutana na ngao, utakutana na dirii, utakutana na chepeo, kama hiyo hakuna, maana yake wewe unaweza ukaomba maombi ya mtu aliyeutupu, halafu anakaa katikati ya washambuliaji, mtu ambaye hajielewi wala hajui maana yake, kwamba anachofanya ni kitu cha hatari. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linakwambia ili Mungu aweze kutimiza hizo ahadi zake, kwamba wewe utahukumu ulimi na hila za adui. Jamani, nisielewe. Unajua kwa nini? Unajua kwa sababu gani? Mungu anaposema kwamba vaeni silaha, anajua shetani anatumia kitu gani? Silaha yake naye pia anatumia neno, lakini neno lake ni hila. Hiyo mishale ya moto ya shetani ni hila, ambaye anasema kitu anakijua kabisa kwamba hiki kitu si kweli. Ngoja nimpime huyu. Huyu anaelewa anachoamini, huyu anaelewa thamani ya wokovu wake, huyu anaelewa anachokifanya. Kama anaona tupu, wewe huelewi, ila unatumia maneno ya Mungu kama yameandikwa hewani, kumbe ndani yako hakuna. Shetani anapopiga mishale ya moto, anataka akute ndani yako kuna silaha za kujikinga, na una upanga wa Roho umpige. Bwana Yesu alipokuwa katika maombi alikuwa tayari ana kila kitu. Shetani alipokuja kwa hila, Bwana Yesu alimpinga kwa neno la Mungu, kwa upanga wa Roho. Sasa kwa nini tunaambiwa imani ni silaha? Kwa nini katika wingi wa silaha Paulo anasema juu ya imani kwamba silaha ya imani ni silaha inayotoka kwa Mungu kwa ajili yako? Na imani haiji hivi, haiji kutoka hewani. Imani ni kitu kinachofanyika kwa mchakato wa mwenye kuipokea, haiji hivi. Nilikuwa namuuliza mwenyekiti juzi, anasema tuna mkesha wa WWK, mkesha umeshindikana. Imani inakuwaje? Watu wametoa udhuru, sawa, wametoa udhuru, ni habari ya mkesha, wametoa udhuru, sawa. Imani sasa imekuwaje? Haikuwezekana tena, tutapanga tena mwezi ujao. Kwa sababu ya udhuru. Maadamu udhuru umepata nafasi ya kuto kufanyika mkesha juzi, hautatoa tena nafasi. Mkifanya mchezo udhuru, hautatoa tena nafasi kwa mkesha mwingine, kwa sababu mmeupa nafasi udhuru kufanya, msifanye. Kataeni, hiyo ni silaha ya adui. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hadi hata mkesha wenyewe hakikisha utakatifu wenu basi, si ni basi tu makubaliano na uaminifu katika mapatano. Msirudie kumpa nafasi adui kwa kutoa udhuru. Kitu kinachoitwa udhuru chenyewe hakina nafasi kwa Mungu. Tuzungumzie habari ya udhuru. Udhuru hautakiwi. Labda mimi nawaonea bure. Nawaonea bure. Msoma matangazo hapa, huwa anasoma hapa. Anasema jamani, wiki hili watakaofanya usafi, anataja watakaofanya usafi. Uzoefu unaonyesha kwamba wanaosomwa hawaji kufanya usafi hapa. Hawaji kufanya usafi. Mimi naamini hivyo ndivyo inavyokuwa. Kama wanakuja wachache sana. Sasa hivi
Nilikuwa namsikiza mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anawasuta watu wa Mungu, anasema kaalikwa sio mahali fulani, mbona anasema hivi, mimi nashindwa kuelewa hivi, usafi kanisani ni mpaka mtu asomwe aseme fulani na fulani ndio kufanya usafi kanisani? Nenda kwenye kanisa langu uone watu wanaofanya usafi pale ndani, hawatumwi. Lakini ukiuliza wewe nani, unaambia huyu ni kanali wa jeshi, huyu ni meja wa jeshi, huyu brigadia. Kwa nini? Kwa nini? Huko ni nyumbani mwa Mungu. Nyumbani mwa Mungu. Yaani kama bahati yako mbaya umeshindwa kuelewa thamani ya nyumbani mwa Mungu na jinsi inavyotakiwa kuwa, maana yake hata ukiamua kuwa msafi sana nyumbani kwako, wewe ni mwongo. Unasafisha kikombe kwa nje, kwa ndani kikombe ni kichafu. Alafu Mungu jamani amenionyesha jambo hili usiku wa kuamkia leo. Amenionyesha watumishi wachache wa Mungu wakiwa wanapaka rangi kanisa. Rangi hii mnayoiona jamani katika ulimwengu wa roho, wala sio nyeupe. Hii ni rangi chafu kabisa. Sasa unaona ukiangalia kanisa hili unaiona kama vile rangi nyeupe. Rangi niliyoiona mimi ya kanisa na wale watumishi wachache waliokuwa wakisimamia kupaka hiyo rangi sio hii. Sio hii kabisa. Yaani sio hii. Si mwanga huu saa 7 saa 6. Kwani mwanga ule muonekania Paulo akawa kipofu ni huu? Ingekuwa kipofu yule, sisi tunatembea tu hivi tunatembea. Paulo asingekuwa kipofu, kakutana na nuru kutoka mbinguni. Ndio nilichokiona, kaona tunahitaji utakaso wa ndani, kwa sababu hekalu la Mungu unaloliona, kwani Mungu kaonyesha jengo hili, sikaonyesha ndani yetu kwamba tunahitaji kumlingana na Mungu, tunahitaji kutakaswa kwa upya, tunahitaji kufanywa kwa upya ili Mungu ajivunie mahali pake pa kuishi, mahali pa makao yake. Mungu mahali pa makao yake ni huko ndani, na sasa anachotaka Mungu ni kuwa uwe mtu uliyevaa silaha ya imani kwa ajili ya kujilinda na hila za adui. Uvae silaha ya amani kwa nia ya kushambulia adui anapokuja kwa hila. Tuangalie kitu kinachoitwa hila. Bwana asifiwe. Hila ni nini? Hila, mbona hiyo hila? Bwana Yesu alikutana na watu wawili. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Filipo na mmoja wapo si Bartolomeo, si nani? Bartolomeo si Andrea, nani? Akamwambia Filipo, tumekutana na Bwana. Bwana gani? Nini? Wakawa wanabishana. Filipo asa, Bwana anatoka Nazareti bwana, huko Nazareti. Bwana Yesu kawasikia wanabishana huko, yeye wala hakuwepo. Alipokuja akamwona Filipo, akamwambiaje? Muisraeli kweli kweli, wala hakuna hila ndani yako. Bwana asifiwe. Yesu anataka kuona hivi aseme umeokoka kweli kweli, wala hakuna hila ndani yako. Una ujasiri wa kuonekana mbele za Yesu hivyo, aseme umeokoka kweli kweli, hakuna hila ndani yako. Au umejaa hila? Unahitaji utakaso kama niliouona usiku, kwamba unahitaji kutakasa hekalu la Mungu ili Mungu akiangalia asione hila ndani yako, aseme Mwisraeli kweli kweli, wala sioni hila ndani yako. Ninaona imani kamilifu, ninaona ujazo wa neno langu, ninaona hofu yangu imejaa ndani yako, ninaona kweli yangu imo ndani yako, hakuna hila. Kwa nini? Kwa sababu una shida. Ndio yangu imo ndani yako, sio yangu imo ndani yako, hekima yangu imo ndani yako, ufunuo wa Roho Mtakatifu wa kukujulisha kusudi langu na mpango wangu kwako uko wazi. Kwako wewe hakuna hila. Mbona ujasiri wako hakuna? Ujasiri wako unapokosekana maana yake nini? Unahitaji kupata silaha kwa upya ili ujue kwamba silaha itakayofanyika kwako ikawa imeshindwa mpaka ikutane na silaha za kujihami. Huna silaha ya kujihami, imani yako imepungua. Na kama imani imepungua, imani hiyo utaibusti na nini? Kama imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu, wewe unaibusti na nini imani iliyopungua? Kilichopungua kama huna nini? Si neno limepungua ndani yako. Sasa kama neno limepungua, unalijaza na nini? Unalijaza na nini? Jamani, si neno tu, na utii katika neno, uaminifu katika neno, utayari wa kuishi lile neno. Bwana asifiwe.
Silaha ya imani, silaha ya imani ndio itakayokufanya ushikamane na Bwana Yesu, utembee naye katika njia ya wokovu, katika njia ya utakatifu, katika njia ya uzima, katika njia ya kuelekea kwenye ufalme wa Mungu. Maana silaha ya imani ina mtu aliyefanya toba ya kweli. Bwana asifiwe. Mlango wa kuingia imani katika Kristo unaanza na toba ya kweli. Toba ya kweli. Mbona wengi wametubu? Toba sio ya kweli. Unaona? Malaika wa Mungu amejibu, anasema ndivyo ilivyo. Alafu Mungu anasema na sisi hapa huku mnajua, huku mnaona. Watoto wako huko kwa kusudi la Mungu. Watu wametubu lakini toba sio ya kweli. Sasa Mungu atusaidie tuwe na toba ya kweli. Toba ya kweli ni toba inayomzalia Mungu matunda. Matunda yapasayo toba, matunda yanayokaa. Haya, ngoja tuingie kwenye neno la Mungu kuhusu silaha ya imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninaomba nisome neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Kitabu cha nabii Habakuki, kitabu cha nabii Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Habakuki baada ya kitabu cha Mika anakuja Nahumu, kutoka kitabu cha Nahumu ndo anakuja huyo Habakuki. Sura ya 2 mstari wa 4, neno la Mungu nasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Bwana asifiwe. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Neno la Mungu linasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo mengine mtaongezewa. Sasa ili uipate hiyo haki ambayo Mungu anasema utafute kwanza hiyo haki. Ukiwa na njaa na haki utashibishwa. Mungu anataka uwe na haki mbele zake ili imani yako iweze kutembea na haki, upate kuishi na kumuona Mungu. Maana anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Jamani, kuna shida kubwa leo hivi katika kanisa la Mungu kwa habari ya kuamini uweza wa Mungu na nguvu za Mungu na ukweli wa neno la Mungu. Kwa nini? Kinachotafutwa kuonwa na watu ni kinachoonekana kwa nje kwenye udhihirisho wa watu wengine, na unataka kuona kile unachokiona, kwamba pale pana muujiza na mimi nikapokea, pale pana maajabu na mimi nikapokea, pale pana furaha na mimi nikapokea, pale watu wanabarikiwa na mimi nikapokea. Ile haitwi imani. Haitwi imani. Imani haiko hivi kwamba unaona mahali fulani pana watu wameshafanikiwa, wewe unakwenda hapo. Unaona mahali fulani pana watu wameshafanikiwa na kuna miujiza inafanyika, basi pale wewe huendi kwa imani. Huendi kwa imani kwa sababu imani inaanza ndani yako. Imani inapoanza ndani yako, neno la Mungu linasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani aliyonayo mbele za Mungu. Kama unayo imani, utaijua haki yako. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa na imani ukakosa kufahamu nini haki yako mbele za Mungu. Kuwepo kwako hapa kanisani, ikiwa hujui kwa nini unakuja, unaweza ukatoka kama ulivyoingia. Haki yako ni kule kuamini kwamba nimefanywa upya, mimi nimetubu dhambi, kwa kumaanisha kuziacha. Ninaendelea kutakaswa na neno la Mungu. Ninaendelea kusikia na kupokea na kubadilishwa siku hata siku, ili nipate kuwa kiumbe kipya, ili maisha yangu ya imani yanipe haki mbele za Mungu ya kupokea uponyaji, kupokea baraka, kupokea ushindi, kupokea
kupokea furaha, kupokea mafanikio, na katika mambo yote Mungu ninaomba. Bwana Yesu alipokuambiwa kwamba tuongezee imani, tuongezee imani, Bwana Yesu alisemaje? Mngekuwa na imani kiasi cha kuja haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka na mlima huu ng'oka ukang'oke. Hivi kwa neno hili Bwana Yesu aliwaongezea imani? Aliwaongezea imani? Wao mwambie tuongezee imani. Yesu asema mngekuwa nayo, mngeuambia mkuyu ng'oka ungeng'oka, mlima ng'oka ung'oka. Sasa pale kawaongezea imani? Hakuwaongezea imani, lakini alishawaambia kuhusu haki ya kupokea imani. Hawakutaka kupata haki ya kuipokea imani. Kwa nini? Kwa sababu njaa na kiu yao ni kutaka kuona mambo anayofanya Bwana Yesu, lakini wao hawaelewi kwamba mambo haya yamo ndani yao, na kwamba Bwana Yesu anaweza akafanya, na hata sasa anaweza kufanya ndani yako, ili hiyo imani iwe silaha ya wewe kushinda magonjwa, kushinda umaskini, kushinda ufukara, kushinda ukengeufu, kushinda kila kitu ambacho adui anakuja nacho kama mshale. Hivi hila, kitu kinachoita hila, unajua kinacheza na nini? Hila, mtu anacheza na ufahamu wako, anacheza na akili yako. Mtu mwenye hila anacheza na akili yako wewe, anakudanganya huku akijua kwamba hivi huyu ukoje. Ndivyo alivyotokea pale yule. Hivi Mungu akasema kweli jamani, misali matunda usile kabisa, usiguse. Mpaka leo tungeishi hivi, mpaka unaona sisi hapa tunaishi hapa, sisi tunakula haya, sisi akili ya kawaida jamani. Eti Mungu akasema yote msile, mpaka unafika mahali tunakutana mimi na wewe hivi, naishi kwa nini? Si kwa haya matunda? Mbona sasa unanidanganya sasa eti Mungu kasema kwamba yote hii msile? Katoa nafasi. Kwa nini? Ndani yake hakukuwa na imani kwa Mungu aliyesema nao kwamba matunda yote mnaweza mkala, ila hili la mti huo uzima na mabaya, ujuzi wa mema na mabaya msile, mtakapokula mtakufa hakika. Hawakuamini, wameamini hila. Kwa nini? Kwa nini wameamini hila? Kaamini hila kwa sababu ndani yake hakuwa na chembe ya imani kumwamini Mungu. Neno la Mungu limesema mahali fulani hapa katika waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho, anasema Torati na sheria zake zile haikuja kwa imani. Mungu na sheria yake alitaka akuambie usifanye, fanya, basi uishi katika hayo. Neema tulioipata sisi kwa Injili, imani sisi, Injili imekuja pamoja na imani. Yaani ukisha amini, usiwe na shaka na hilo neno la Kristo, hilo neno linakuwa haki ndani yako. Ukishapata haki, basi una uwezo sasa wewe wa kumshambulia adui, huku ukiwa tayari umejikinga na ngao ya imani na utayari na uaminifu na mambo yote silaha zinazotajwa katika waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 18. Bwana asifiwe. Hila. Mimi nitakwambia fungua, lakini nikikwambia hivyo utapata muda wako mrefu wa kufungua, na hata mimi utanipotezea wakati wangu. Musa alipofika katika ule mlima alikutana na kitu gani? Alikutana na kijiti kinafanyaje? Lakini kijiti kinawaka moto na hakiteketei. Hivi Musa baadaye akasemaje? Alipoambiwa Musa kabla alipoona kijiti hakiteketei lakini kinawaka moto, Musa alifanyaje? Ngoja nigeuke nitazame maajabu haya. Jamani, mbona tutaimba injili hapa, yakiingia huko na kutokea huko? Musa atakuja kutuuliza, mimi niligeuka. Mbona umesikia injili halafu ugeuki? Mbona umesikia neno la Mungu ugeuke? Umesikia maonyo ya Mungu ugeuke? Usipogeuka, maana yake atakuja kuuliza yule, mimi niligeuka. Alipogeuka Musa ndipo aliposikia nini? Aliposikia sauti. Mimi nataka nikwambie maajabu. Musa kageuka, alipogeuka
Alipogeuka, hatukuambiwa kwamba Mungu alivyokuwa akionyesha ule moto na kijiti kisiteketee, hakumwambia maana yake. Alimwambia tuvua viatu hapa mahali patakatifu, mimi nakutuma. Namna gani? Baada ya pale hatujui kijiti kilizimika saa ngapi kijiti kilizimika, lakini kijiti kile kilizimika moyoni mwa Musa. Bwana asifiwe. Kilizimika moyoni mwa Musa alipochukua hatua ya yale aliyoambiwa. Kijiti kikazimika, moto ukawaka ndani ya Musa. Na Mungu ndio maana akaenda kujidhihirisha kule, akamwambia Farao, nakwambia nyosha mkono wako, chao unamwagika, nyosha vyura unamwagika, nyosha damu kwenye maji, nyosha. Kwa nini? Kwa sababu ule moto alipogeuka Musa, moto ulihamia kwake. Ulipohamia kwake, Mungu akadhihirisha. Kwa nini? Kwa sababu alipata haki ya kudhihirisha matendo ya imani alipomwamini Mungu aliyesema na yeye kwenye kile kijiti. Bwana asifiwe. Mungu aliposema na kile kijiti na Musa kupitia kile kijiti, Musa alipogeuka, Mungu akampa maagizo haya. Jamani, Bwana Yesu alikutana na mwanamke pale katika kisima. Mwanamke maji, wanabishana juu ya maji pale. Bwana Yesu akamwambia, ungejua wewe unasema naye ungemwomba maji, naye ingekupa maji ya nini? Usingeona kiu tena. Yule mwanamke akasema, nipe maji. Hivi tumekutana na neno pale popote. Bwana Yesu kachukua kachata maji na kisima akamnywesha yule. Hakumnywesha. Sasa kitu gani? Yule mama alipoteza kiu baada ya kusikia kwamba lete mume wako watano sasa hivi, wewe nenda kamlete, nenda kaone itakuwa kwaje. Ile kweli ya imani ilipoingia ndani yake, akachukua hatua, Bwana Yesu akavuna wa Samaria. Bwana asifiwe. Hivi unadhani Mungu hana haja ya kuvuna watu wa Mchikichini kukutumia wewe? Ugeuke, utaki kugeuka. Neno unalosikia utaki kulielewa, utaki kulitii, maana ni shida. Sasa ngao ya imani kama silaha ya kujilinda, na ikupe wewe nguvu ya neno la Mungu kwa kukugeuza, ili Mungu aone kwamba haki ulionayo iliyokuwa haina hila ndani yako, umepokea haya maagizo, ili Mungu kwa kukugeuza, neno la Mungu kwa kukugeuza, akufanye upya. Maana hilo neno la Mungu linafinyanga watu, neno la Mungu linafinyanga mioyo. Ndani yako kusiwe moyo wa jiwe, Viko vitu vidogo unatakiwa uvifanye kanisani, uvifanye. Kwa nini uvifanye? Unadhani kitu gani? Hivyo tunaposema ziko kazi ndogo za kanisa, ziko huduma, tunakaa tunamlilia Mungu hapa kila tunapokutana kwa ajili ya ibada zetu. Tunamlilia Mungu juu ya ibada zetu. Lakini Mungu anasema na sisi, unaweza kweli ukawa na huduma nzuri ya uimbaji, huiombei, huna mzigo, hubarikiwi, watu wakibubujika unapomwabudu Mungu. Unategemea Mungu atajidhihirisha kutoka wapi? Maana Mungu anataka akae ndani yako, ajidhihirishe, watu waambukizwe kile kilichomo ndani yako. Huiombei huduma, huna mzigo nayo, unategemea Mungu hata saa ngapi? Sasa Mungu kila akitafuta atajidhihirisha kwa watu gani? Maana huduma zilizoko kanisani hakuna mwenye mzigo na hiyo huduma, hakuna mwenye mzigo. Maana ya mzigo ni nini? Hujaambiwa kama ukae utoke Kigongo kwa ajili ya kubeba huduma ya uimbaji au maombi namna gani. Hujaambiwa hivyo. Unaambiwa usikie kuwiwa, usikie deni, usikie kwamba nisipofanya mimi wakati mwingine nikisema rafiki yangu sauti hivi. Kwaya juzi moja hapa, kwaya walioonekana praise na kwaya palikuwa 10. Leo ukiona 3, 4, 2, 3. Maana yake si kwamba watu wanamwimbia Mungu kwa sababu wanamjua Mungu. Wanaimba kwa sababu wako kanisani. Sasa wafanyeje? Na sauti nazo wanazo. Basi Mungu kweli anaweza akajidhihirisha hivyo? Hawezi. Atajidhihirisha kwa sababu hivi. Mungu angekuwa Mungu angejidhihirisha kwa utani kama hivi? Mungu ni utani kabisa. Jamani, Mungu hataki utani huo. Mungu anataka ugeuke. Imani yako ikupe mzigo wa kufahamu Bwana Yesu alipoambiwa na Mungu kwamba
nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Tunaambiwa mbinguni kulikuwa kimya, duniani kimya, huko kuzimu kimya. Hey, Bwana Yesu akaona hii namna gani, akasema nitume mimi. Lakini ile nitume mimi, kwa sababu alijua kwamba huko chini kubaya na anakwenda kukutana na mabaya, alisimama imara akijua kwamba ninachokwenda kukifanya ni nguvu ya upinzani, nakwenda kukutana na nguvu ya upinzani, kumnyang'anya shetani watu wa Mungu walioumbwa kwa mfano wake, ili niwarejeshe kwenye ufalme. Sikanyang'anyana naye. Sasa kanyang'anya naye kwa mtindo gani? Sikaenda msalabani mpaka kawambwa msalabani katika kunyang'anya. Hivi kweli wewe, kweli inavyokuwa ndio hivyo kweli? Basi iwe mtakatifu tu kazi yako. Wako watu hapa kanisani anakuja saa 5, saa 6, mwingine hata ukimuuliza unatoka wapi kanisani, unakuja kufanya nini? Anakuja kwa sababu Jumapili anaona bora aje tu akae hapa, kama bwana yani. Na sasa hata anaposikia hapa anaona yako watu haya anaosemwa, nakwambia anaambiwa na shetani, unapotezewa wakati wako. Una wakati wako unapotea hapa, wewe unatakiwa uondoke tu hapa. Kwani unaambiwa ni kweli? Ni hila za shetani, na hizo hila zinaweza kukuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu hii safari ambayo sisi hatujui siku wala saa, hatujui siku wala saa. Bwana Yesu jambo hili katufanya kwa kitendawili cha ajabu. Siku hatujui, saa hatujui. Sasa kirudi sasa hivi tunafanyaje? Si bora tukute tunapikwa katika maneno yake kama hivi, ili kwamba ndani yako kama kuna toba ya kweli, basi ubadilike. Ukishakubadilika umzalie Mungu matunda kwa ajili ya hili. Mimi naona nisije nikaendelea na maneno mengi hapa yakawa yamejaa, halafu mtu akaanza kujikuta kama kwamba hakuna alichoambiwa. Lakini naomba nimalizie kwa kusema hivi. Sura ya 17 ya kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 17. Luka mtakatifu, Injili ya Luka sura ya 17. Nasoma mstari wa 11 mpaka wa 14. 11 mpaka 14, Luka 17 inasema hivi: ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Bwana asifiwe. Hao watu walisemaje? Alipoona walimwambiaje? Wakapaza sauti zao wakasemaje? Utufanyeje? Maana yake walikuwa wanasema nini hawa watu? Walikuwa naomba toba, awasamehe, rehema. Mtu akiomba rehema anaomba msamaha. Mtu akikukosea au ukimkosea akisema, Bwana naomba unirehemu, yaani unisamehe. Hawa watu walikuwa naomba rehema, walikuwa naomba msamaha. Kwa nini? Kwa sababu kwa sheria ya Yahudi, mtu akionekana na ukoma, huyu chanzo chake ni dhambi. Ama kafanya yeye, ama amefanya wazazi wake, akakutana na ukoma. Sasa anahitaji msamaha. Na kutengwa kwao wana wa Israeli walikuwa wakitenga watu wenye ukoma ni ili wakae katika hali ya toba. Yamkini Mungu atawasamehe, akisha kuwasamehe basi wanawapone ukoma wao. Halafu makuhani wanaambia, hii kwa sababu kazi yenu ni kuombea watu, siku wakitokea mtu mchunguze. Ukiona kwamba kuna alama zimefutika alama za ukoma, basi huyu mtu mthibitishe kwamba sasa wewe ungana tena na ndugu zako, umeshapona. Wakasema, uturehemu.
Bwana Yesu akasema, nendeni mkajionyeshe kwa hao wanaochunguza alama za ukoma. Mkisha kuonekana huko, basi mtakuwa mtajua mmepata rehema au hamkupata. Neno la Mungu kutoka katika Zaburi 103 mstari wa 3 unasemaje? Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Ni hivi, mimi nataka niwaambie ndugu zangu kwamba unaweza ukachelewesha muujiza wako katika maeneo mengi kwa ajili ya kutokusamehe. Dhambi ya kutokusamehe imechelewesha muujiza wa watu wengi, imechelewesha uponyaji na imeongeza magonjwa kwenye maisha ya watu. Dhambi ya kutokusamehe, dhambi ya kutokusamehe. Mimi nimefupisha hiyo hadithi. Hawa watu 10 walipokwenda wakatakasika, kwani walirudi wote kwa Yesu? Alirudi mmoja. Bwana Yesu alipouliza akasema, wako wapi wale kenda? Yule akasema, mimi ninachojua mimi ni kwamba nilikuwa hali yangu mbaya ukoma, sasa nimeona hata nirudi. Bwana Yesu akamwambiaje? Akamwambiaje? Imani yako. Mimi nasema habari ya silaha ya nini leo? Silaha ya imani. Yule mtu aliponywa, lakini alipata wokovu kwa matendo ya imani. Kwa nini? Kwa sababu alimwamini yeye aliyemwambia, nenda ukajionyeshe kwa makuhani, ukajionyeshe kwa kuhani na ukoma wako utatakasika, kwa sababu umesamehewa maovu yako yote. Kwa hiyo magonjwa yako yote umeponywa. Ni hivi, omba Mungu leo akusamehe dhambi ya kutokusamehe ili upokee uponyaji, na hii injili ulioisikia mchana huu itende kazi ya kukubadilisha na kukugeuza, ikuondolee moyo wa jiwe upate moyo wa nyama, ili injili ya Kristo iingie moyoni mwako na kukugeuza. Na katika kukugeuza, kwa ajili ya hayo Mungu ajipatie utukufu, ajipatie furaha, ajipatie amani, ajipatie ushindi kupitia kwako. Ulimwengu ujue kwamba wewe umeitwa na Mungu, kuitwa kwa bahati mbaya, umeitwa kwa makusudi. Bwana asifiwe. Tusimameni hivi, tusimame. Endelea kuambia hivi, mwambie Mungu ndani yako kwa ajili ya Mungu. Ninaomba tusimame tumshukuru Mungu kipekee. Mama Chanila mdogo anatarajia kusafiri, kwa hiyo anahitaji maombi yetu. Njoo hapo mbele Mama Jesse, tukabidhi mikononi mwa Mungu, sababu wakati tunatoa matangazo hapa alikuwa bado hajafika, lakini haleluya. Asante Yesu. Pokea sifa Bwana Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Na libariki jina lako Mungu. Asante Bwana. Asante Mfalme. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. 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 Tangulie Bwana. Tangulie mjakazi wako. Baba, hatua zake zithibitishe, akawe baraka huko anakokwenda. Mungu mwenye nguvu, mlinde, mtetee. Baba, familia yake ibaki salama. Mungu mwenye nguvu, huko anakokwenda Baba Mungu, yale ambayo anakwenda kuyafanya apate kibali mbele zako. Mungu wangu na Mwokozi wangu, tetee Bwana, arudi na ushuhuda mzuri kwamba Bwana una makusudi. Oh, haleluya. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Haleluya. 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 Amen. 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 Mungu akubariki Mama Jesse. Sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu, usiku kucha kuna nuru, Mwokozi wangu ndini huru. Habari njema, raha yangu
Yesu ndiye Mwokozi wangu, habari njema raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tumeona ukarimu wako, tumeona uaminifu wako, tumeona upendo wako Mungu siku ya leo. Hakika ni siku ya baraka, siku ya kwanza ya juma, siku ambayo umetupa amani na furaha tele. Tumeingia imani mwako Bwana, umetulisha vya rohoni. Baba, tazama sasa tunajikabidhi mikononi mwako, tukiwa tumeshiba haki yako, tumeshiba upendo wako, tumeshiba baraka zako. Mungu mwenye nguvu, asante Mungu na kushukuru, maana kila aliyeingia mahali hapa ni wewe uliyemwita, maana ulikwisha kusema kwa neno lako kwamba hakuna atakaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu wa mbinguni. Hawa watu wako Mungu wamevutwa na wewe mwenyewe, ndio maana wamekuja kwako, na ndio sababu Bwana hukutuacha mikono mitupu, hukutuacha bure. Umetusikizisha habari njema ya furaha kuu, kwamba hakika wewe Bwana unahitaji tukae mbele zako tukikutanguliza wewe Mungu katika maombi, na kwamba Baba umetuvika silaha ya imani tukuamini wewe Bwana Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, ndio umetusamehe maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote na kutuondolea kila aina ya mzigo, ili kwamba Bwana tuweze kuyaishi mapenzi yako na kuona utukufu na uweza wa nguvu zako, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya huduma zote, huduma ya uimbaji, huduma ya fundisho ya neno lako Baba. Asante kwa ajili ya utoaji wa sadaka na changizo zote. Ninaomba wakumbuke watu wako hawa Mungu, wameingia mahali hapa wakihudhurisha nafsi zao, miili yao na roho zao, na Bwana Mungu umejua jinsi ambavyo jana kiu tulio nayo tunahitaji kushibishwa nawe. Naomba hiyo shibe iwape nguvu Bwana Mungu, wanapoingia na kutoka katika familia zao, wanapoingia na kutoka katika biashara zao, wanapoingia na kutoka katika kazi zao. Tazama wengine wanasafiri, Mungu wangu na Mwokozi wangu, njaa yao na kiu yao iliyopata shibe mahali hapa iwatie nguvu ya kuthibitisha upendo wako kwao, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu. Kipekee kabisa ninakabidhi wiki la watoto wadogo na walimu wao, huduma hii Bwana Mungu, kibali chako naiombea mahali hapa kama ilivyo mahali pengine ambapo Baba watu wako watakuwepo wakitumika katika kanisa, watoto na walimu wao. Jehova Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu naomba tujalie wiki la furaha, jalie wiki la baraka, jalie wiki la furaha, na kama Baba Mungu katika mambo yote tunaomba tukuone wewe Mungu. Baba Mungu wetu unajishughulisha sana kwa mambo yetu. Mungu niseme nini Bwana? Ninakushukuru Baba. Tunatawanyika, tunapotawanyika Mungu kwa jinsi ya kimwili tunatawanyika kabisa, kila mmoja anakwenda kwake, na kwamba hatuonani kama hivi tulivyo hapa tumekusanyika, lakini Bwana mbele zako hatutawanyiki, maana tuko katika viganja vitanga vya mikono yako, majina yetu yameandikwa humo. Baba naomba unapoyakumbuka majina yetu Baba tulinde salama, unapoyaangalia majina yetu Baba tubariki baraka zote, unapoyaangalia majina yetu Baba tuongoze katika hali zote. Roho Mtakatifu tupe hekima na ufahamu na ufunuo wa hekima yako, tupate kuyajua makusudi yako, ili tuweze Bwana kwa njia ya imani kama silaha kumpinga yule adui na kujilinda na hila za yule mwovu. Libarikiwe jina lako mfalme mkuu, Mungu ni Alfa na Omega. Umeanzisha kazi njema ndani yetu. Tunaomba Bwana unapotutakasa kwa neno lako, kwa maji haya Baba, tuendelee kutakasika tukitamani sana kufananishwa nawe, maana tunatamani kukuona wewe Mungu ukidhihirishwa, tukifanana nawe, maana tutakuona kama ulivyo. Njaa hii na kiu tulio nayo Baba Mungu ipate kukuthibitisha wewe Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Pokea sifa na utukufu Mungu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Twendeni na amani ya Bwana.